Makawila, unaiona Simba ya Elie Mpanzu kwenda kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu? Kwa timu zilizopo na sio kazi ngumu. Kwa timu zilizopo. Hebu tupe data bwana Makawila. Kwa sababu timu zilizopo mpaka sasa hivi kuna mwongelea bingwa ni RS Berkane ambaye amechukua mataji kwa kipindi cha karibuni, lakini ukizungumza Constantino na muda mrefu kidogo hajawahi kufanya vizuri. Kwa hiyo ukimchukua Constantino hilo na Simba Sports uka compare, atakuwa Simba ni mshiriki mzuri sana wa CAF kwa kipindi cha hivi karibuni kwenye miaka 5 mpaka 6 kulinganisha na Constantino. Constantino namfananisha na Enyimba. Leo akicheza Yanga na Enyimba au Simba na Enyimba, nampa nafasi Simba au Yanga na Enyimba. Lakini kwenye wakati uliopita Enyimba alikuwa mkubwa Afrika na kisha mpaka taji la bingwa Afrika, lakini tunazungumza wakati uliopo. Kwenye wakati huu kwa timu ambazo zinashiriki Confederation, Simba anao nafasi ya kutetea kuchukua ubingwa wa Confederation kwa sababu ya uzani wa timu zilizopo. Shindani ambaye anaonekana kidogo kuna vitu anaweza kana amemzidi Simba ni RS Berkane kwenye ushiriki kwa haya makombe ya Afrika. Nilipitia kwenye peji moja ya michezo barani Afrika, unaonyesha pale vilabu ambavyo vinapewa uzani mkubwa wa kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Nafasi ya kwanza imewekwa Simba, nafasi ya pili RS Berkane. Kwa nini nafasi ya kwanza imewekwa Simba na sio RS Berkane? Kwa sababu labda wameangalia rank ya CAF, Simba yuko wapi na Berkane yuko wapi. Labda kwa sababu Simba alishafanya vizuri kwenye mashindano ya klabu bingwa. Unajua unapomzungumza Berkane unamtaja kwenye Confederation, lakini ukimtaja Simba maana yake unamtaja kwenye muunganiko wa Confederation na Champions League, sio? Yaani kwenye mashindano. Kwa hiyo unajua Champions League ni kombe kubwa sana tofauti na Confederation. Kwa hiyo Simba ameshafika robo ya Champions League ambayo ukimtafuta Berkane unaweza ukachukua muda kidogo kuona hajafika huko. Sio, umeelewa? Nafikiri kwenye uzani wa uwezo inawezekana wanafanana. Au hata inawezekana Berkane wakawa na nafasi kubwa zaidi, lakini sasa Berkane anakosa nafasi kulingana na ligi anayocheza. Kwa hiyo wanachokiangalia hiyo mambo ya ligi yenu kukosa nafasi, wao haiwahusu. Wanachoangalia ni yule mshindani, yule ushiriki wa mashindano hao ya aliye bora kwenye mashindano. Yes, na aliye bora. Kwa hiyo aliye bora maana yake lazima kwanza wa Champions League atapewa nafasi kuliko Confederation. Kwa hiyo ukiangalia misimu hii ya hivi karibuni maana yake Simba amefanya vizuri kwenye Champions League, amepiga hatua kutoka makundi mpaka kwenda robo, sio? Maana yake kutoka makundi mpaka robo, hiyo inakuwa ni hatua ya 3. Kwa sababu kuna hatua kugombea makundi, hiyo ni hatua ya kwanza. Kuna hatua ya kucheza robo, ya kucheza ya makundi, hiyo ni ya pili. Alafu kuna robo finali ya 3. Ya 4 inakuwa nusu, ya 5 finali. Alafu anatoka mtu mmoja kwenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ukishiriki kupata hii hatua ya 3 ambayo ni robo finali mara kwa mara kwenye Champions League, huwezi kwa mdogo Afrika. Sababu kumbuka hizo ni timu 8 hapa unaweza compare. Na katika timu 8 hizo kuna nyingine zitakuwa ingiatoka. Kwa hiyo iko mfululizo, maana yake unatengeneza mazingira mazuri ya kwa wewe ni mshindani kwenye mashindano ya Afrika. Nafikiri hiko ndo ambacho nataka kufanya takwimu kwa kuangalia mazingira hayo. Unaweza kumpa nafasi Simba, lakini ukiangalia kwenye ushindani wa Confederation, for me nitampa Berkane nafasi ya kuwa kwanza, Simba nitamkompea pili kwa sababu ya ushindani wa Confederation. Berkane yeye ana nafasi nzuri zaidi ya kushiriki Confederation kwenye misimu ya hivi karibuni na kufanya vizuri kuliko Simba Sports. Lakini kwenye takwimu za CAF za ujumla manake Simba anaweza kuwajua Berkane kwenye takwimu za kiujumla kwa sababu unachanganya na Champions League. Lakini mimi hapa nazungumzia Confederation ambayo nitampa Berkane nafasi ya kwanza kwenye timu ambazo nazirank kwenye kuchukua ubingwa. Kwa pili atakuwa Simba Sports kwa sababu ya ushiriki wa Confederation. Berkane na mshiriki mzuri zaidi kuliko Simba kwenye Confederation Cup. Bwana Elie Mpanzu amekuwa gumzo sana. Elie Mpanzu unamwonaje bwana Makawila? Mimi binafsi yangu Mpanzu namuona ni mchezaji ambaye anafanya vizuri, lakini ukiniambia gumzo mimi nitakwenda na Kamara. Ukiniambia gumzo, kama anakuwa na mapendeleo. Mimi ni mshabiki sana wa takwimu na vile ambavyo vinasaidia timu. Lakini ukimkompea Mpanzu na Kamara kwenye mashindano ya Confederation msimu huu, nitamweka kwanza Kamara, Kibu Denis, alafu ndo nitamuingiza Elie Mpanzu. Katika wachezaji ambao wametoa mchango mkubwa zaidi msimu huu ndani ya Simba Sports. Bila kuwasahau mafullback wa Simba, lakini ukiniambia watatu maana yake nitaanza na Kamara, nitakuja kwa Kibu Denis, alafu nitakuja kwa Elie Mpanzu. Kwa sababu Mpanzu yes tumpe kongolo kwa sababu amekuja kipindi kifupi, amesajiliwa dirisha dogo. Hao wenzake wameanza msimu, yeye amekuta timu tayari kwenye hatua makundi kama sikosei. Na mechi alizocheza yeye nafikiri kwenye makundi hamna mechi aliyocheza, sio? Yeye ameanza kucheza kwenye hatua robo finali. Kwa hiyo kwenye mechi hizi mbili za robo finali amefanya vizuri kwa nafasi yake. Sasa mechi ya Benjamin Mkapa amefanya vizuri, lakini ukimwongelea Kamara toka kuanzia makundi anafanya vizuri mpaka tukofika hapa anafanya vizuri. Kabla hata Simba hajaingia makundi, Kamara kuna vitu vikubwa kashafanya ambavyo kila mtu ambaye anatazama mpira anaona. Kibu Denis kwenye hatua makundi amefanya vizuri sana kuliko mchezaji mwingine wote wa Simba Sports kama nitakuwa sikosei. Ni mchezaji ambaye amechangia mabao mengi na yeye na Chazi Aua. Combination yao ilikuwa mzuri zaidi, ndio iliyopelekea Simba kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo Mpanzu yeye amefanya vizuri, lakini kusema ni gumzo kwangu mimi itakuwa ni pipi Kamara. Mpanzu unajua watu wanapanchiwa wanapenda entertainment football, na ndio maana unakuta anazungumza sana.
anapenda chenga nyingi, kadribo kanani, sio bwana. Lakini ukiniambia kwenye wachezaji ambao walifanya vitu muhimu sana kwenye Simba Sports kwenye hatua ya robo finali mpaka hapa tukofika ni Elie Mpanzu. Bwana, nitajia wachezaji wa muhimu. Na nasema nimekosea, nasema ni Kamara. Mpanzu anachukua nafasi ya pili. Yes. Nitajia wachezaji wa muhimu ambao bwana Makawila, yes. Ukitaja wachezaji hao, yes. Ndani ya kikosi Simba ndio wanaweza kuchagia ama kuchangia Simba kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho msimu huu. Ndio mimi nitaanza na Kamara, Elie Mpanzu. Budensi hakuwa vizuri kwenye mechi hizi, hakuwa na mchezo mzuri, lakini bado siwezi kumtoa kwenye wachezaji ambao wanaweza wakafanya kitu, na nafikiri hata mechi inapoanza wana Simba wanakuwa wanaamini kupitia hao. Budensi, yes, yuko au ingawa kidogo anaonekana kiwango chake kama kimedrop kwenye hivi karibuni. Sio au yule ambaye alianza kwenye mechi za kwanza za CAF. Sasa au yupo huko, lakini Zimbwe na kama Kapombe huwezi kuacha pembeni. Ni wachezaji ambao bado wameendelea kuwa na mchango mkubwa, lakini bila kumsahau Yusufu Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma. Ni wachezaji ambao, yes, hao ni wachezaji ambao kama anakosekana kwenye nafasi zao, manake kuna changamoto. Yes. Kidogo nimeona upande wa kushoto yule Valentino Nouma ni mchezaji ambaye kidogo anaweza akashika nafasi ya Zimbwe. Bwana, kuna mbadala wa Zimbwe. Yes, mbadala wa Zimbwe, lakini ukija upande wa kulia sijaona bado, lakini hata kwenye nafasi ya Ngoma kwenye namba 8 bado Ngoma amekuwa ni mchezaji ambaye anaonekana amejitengea kijiji cha pekee, lakini pia ni kiongozi ndani ya uwanja, ni mchezaji ambaye ana nidhamu na amekuwa kiongozi mara nyingi ndani ya uwanja. Kwa hiyo hata lile tukio la kumtoa shabiki wengi wamepoteza sana. Ni matukio ambayo wanafanya wachezaji, yale sio mambo ya kufundishwa na mwalimu. Ni uelewa tu wa mtu, maana anajua alichokifanya shabiki ni kosa, na huyo shabiki alikuja kwa mapenzi ya klabu, lazima mimi kama captain nifanye jambo ambalo litakamfanya shabiki awe salama. Kwa hiyo ile inakuwa ni nature ya mtu, yani usitegemee kama kila mchezaji atafanya, yeye ni nature ya mchezaji. Yes. Na ukizungumza wachezaji wenye nidhamu, Ngoma anaweza akawepo naye hapa, wachezaji ambao sifa yao wao ni nidhamu kwenye maisha ya ndani ya uwanja pamoja na nje ya uwanja. Kwa hiyo Ngoma ni mmoja kati ya wachezaji hao, na ndio maana alijiongeza kwa kutumia akili yake ya kawaida tu. Akaona hili jambo hili nikimwacha au itakuwa ni kesi, kwa hiyo acha nimrudishe, kwa sababu hakuna shida yote aliyoileta, acha nimrudishe. Lakini na imani baada ya kufika jukwani hata shabiki mwenyewe anajua sasa kama alifanya ni kosa, isipokuwa tu Ngoma alitumia busara yake na uwezo wake wa kufikiria haraka kwa kuweza kudadavua jambo na akamsaidia. Kwa hiyo mimi nimpongeze, ni mchezaji ambaye anaonekana ni leader kwa kiwanjani, lakini pia uwezo wake huwezi kubeza. Ni mchezaji ambaye anafanya vizuri, amewasaidia Simba kwenye mashindano haya. Maana unaambia mimi nakubali sasa yale maneno wanasema kwamba ukifika robo ya Champions League kuna wachezaji wanahitajika, lakini Confederation na wachezaji wao tulionao wanatosha kabisa kwenda kuchukua ubingwa kwa Confederation, lakini kwenye Champions League inakuwa ni balaa nyingine. Yes. Bwana Makawila, Simba wafanye nini kuelekea mchezo wao wa tarehe 20 ndani ya dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Stellenbosch kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa hatua nusu finali kuelekea finali? Wasahau kilichopita na wasione kama kufika nusu ni mafanikio. Kwaona ni hatua ambayo ni ndogo sana kwa ukubwa wao ukilinganisha na rank walionayo. Hii sasa ikiwezekana ndio aita hata mapadri wote wa Tanzania na mashehe wote wa Tanzania kama ilikuwa ni kuita watu wa dini, sasa hapa ndo panahitajika. Hapa tena yani na sio mbuzi ni ng'ombe hata 1000 zichinje. Lakini ikiwa kama mechi hiyo atakwenda kuicheza kwa nguvu ndogo kulinganisha na nguvu ile, Simba atakufa mechi zote mbili na wale jamaa. Kunabidi wakaicheze kwa ukubwa mno kama vile anacheza na Halali kwa ukubwa mno, kwa sababu sasa hivi tena sio timu inacheza na nani, unaangalia niko nafasi gani, niko nafasi gani na ninahitaji nini, nataka nini. Kwa hiyo kulinganisha nafasi ile ambao waliita kina Mamposa, walika kina Shehe Mkuu, wakaalika na wale wazee wafupi hapa waliki mufti sasa. Hii ikiwezekana maana yake atume basi mikoani kwenda kuchukua kama wazee wafupi kama viongozi wa dini, yani 30% hapa National Stadium waingie viongozi wa dini pamoja na waganga. Hapa unazungumzia mufti awepo kimahitaji, sio mufti wako wewe, mufti wa kila mkoa achukue, tunakuhamasisha kila mkoa wakusanye wote wale. Sisi hapa tunaangalia hatua, tuangalie Simba anacheza na nani. Tusiangalie, unajua sisi tumejiegemeza sana kwenye kuangalia Uarabu, lakini trust ni Nyasa. Ushindani wa Afrika msimu huu washindani wakubwa wa Afrika wako South Africa. Bwana, unataka kuniambia kwamba CAF Champions League anaweza kacheza Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns? Wala sio na shaka juu ya hilo. Inaweza katokea? Al-Ahly anacheza na Mamelodi Sundowns. Alafu wale waida ni anacheza na Orlando Pirates. Wala sio na shaka juu ya hilo. Mimi nakuhakikishia finali moja 90% anacheza na South Africa. Alafu hii nafasi nyingine iliyobakia kuna South Africa anagombania vile vile. Finali zinakwenda timu mbili, moja South Africa anachukua. Alafu hii moja iliyobakia South Africa atagombania na anaweza kuchukua vile akacheza. Kuna mtu mmoja akaniambia kwamba sasa hivi timu za Afrika Kusini ziungane, zipane mbinu. Nakwambiaje? Sasa hivi maana yake ishakuwa ni vita ya mataifa. Hii ni vita ya mataifa. Alafu kama kuna kitu sijakosea.
Simba akipita hapa anaweza kucheza na Berkane kwa sababu inawezekana hata ile mechi isichezwe. Berkane akaenda finali, yes. Ni kawaida yao Morocco na Algeria. Wanaweza wakafanyana wana mashindano, wana mambo yake siasa wale makubwa sana. Kama unakumbuka mwaka jana Berkane alienda finali bila kucheza mechi ya nusu. Ni kweli, ni kweli. Unakumbuka hilo? Ni kweli. Kwa sababu wale wa Morocco wana wakera wale. Ni sahihi. Kwa sababu kuna kile kisio ambacho wale wa Morocco wanasema ni cha kwao, lakini na wale kwa sababu wale wakivaga tu zile nguo zao wale wa Tunisia wanaonaga bora tusicheze. Wa Algeria wana bora tusicheze. Kwa hiyo Morocco yani mimi naona asilimia kubwa Berkane anacheza finali na Simba. Lakini mechi hii Simba akajipanga kuliko mechi ile kwa sababu Simba ana rekodi mbaya kwenda kumaliza ugenini. Safari anaanza nyumbani. Rekodi ya Simba mechi za ugenini afanye vizuri kwenye mashindano yake fika robo finali kwenye mitoano. Hata kwenda kwenye mazingira ya mitoano mechi chache sana ambazo Simba kafanya vizuri akiwa nje. Kwa hiyo hapa maana yake atoke na msingi wasio chini ya goli 2. Maana goli 3 kwenda juu. Kwa sababu timu za South Africa ni wagumu. Ni sahihi. Wao wamewekeza zaidi kwenye fitness na speed. Na ndio maana kwenye timu wao mtu wa miaka 35 anamtafuta. Lakini sisi timu zetu tunaona tunatumia zaidi uzoefu na uwezo wa mchezaji. Wale wenzetu wanacheza mpira wakiwa wadogo. Na ndio maana hata timu za Arabu unaona wanapa shida kwa sababu sokalani aina ya utengenezaji wao wa wachezaji unafanana wale South Africa na Arabu. Maana basi South Africa kuchezea mpira ni nicho yao. Kwa sababu mtu huwezi kucheza mpira kama skudu. Kwa mpira umeanza kucheza miaka 20 huwezi kucheza mpira kama skudu. Yaani mambo haya na mtu ambaye mpira kaanza. Kwa hiyo South Africa ni wachezaji watu ambao kwanza wana uwekezaji mkubwa na ukizungumzia intensity kwenye ligi za Afrika, South Africa anaweza kwa namba 2 kwenye ubora wa ligi za Afrika au namba 3. Kwa hiyo Simba anakwenda kukutana na timu ambayo inatoka kwenye ligi. Angalia mwaka juzi ile ambayo Yanga alicheza nusu finali na wale jamaa ambao walishuka daraja msimu ule Marumo. Lakini ushindani uliuona kwa Yanga na wale Marumo, sio? Kwa hiyo Simba waenda akaichukua mechi ile wakijua anacheza nusu, asiangalie tunacheza na nani. Ukiangalia anacheza na nani umekufa. Kama huyu bwana hajashiriki muda mrefu na nini? Amchukulie kama celebrity kama la Ahali. Itakuja kuwa kama cha Kaizer Chiefs. Chakula Kaizer mwaka wa kwanza kucheza hatua hizi. Atoka na kupiga 4, unakuja kuamka unakumbuka shuka asubuhi. Lakini Simba wana advantage kwamba kocha wao Davis Fado ni mtu wa Afrika Kusini. Labda hili linaweza likachangisha kwa yeye kocha kupata somo rahisi kwa wasoma kwenye soka hilo liondoe kabisa hilo mnyasi. Alipo hilo. Kwenye soka hilo nisiamini kabisa. Uamini kabisa. Kwenye soka hilo? Wala siamini. Yaani kwenye mpira wa miguu bwana, mimi naamini kwenye utamaduni wa nchi. Ndio naamini mimi. Yaani ukisema leo timu za Misri, kuna siku nilishawahi kuzungumza kwenye kituo fulani. Nilisema timu ya Misri kuja kutamka kama wanakwenda kupiga goli 3 kwa Mkapa ni kukosa fikra za mpira. Simba anataka kufanya kwanza akasawazishe mabao aliyofungwa ili mzani ubalance, alafu ndo atafute sasa mbinu ya kuangalia na mtoaje Mwarabu. Yaani timu ya Misri sio ya kusema tu nakwenda kufunga goli 3 goli ngapi, ni kwenye mazingira ya mtoano, kwa sababu ni timu ambazo ni timu ngumu wanazitoa Misri. Kwa hiyo timu za Misri wana necho yao. Kwanza kupoteza muda na nini ile inakuwa ni necho kama South Africa. Kama Almasi kwanza ya South Africa mnyasa. Ni speed na fitness basi. Wanakimbia sana wale. Na fitness. Yaani ukigombania mpira na mchezaji wa South Africa atakutoa tu. Na hata ukiangalia mechi zile za Arabu zile mbili zote ukiziangalia, shida aliyokuwa anaipata ni kwenye fitness ya South Africa. Lakini sio kusema labda hizi timu za Arabu kwamba walicheza vibaya, hamna. Fitness ile. Angalia yule Zamalek alichokuwa anafanya pale nyumbani kwake. Watu waangalie mpira ndio shida yao. Sasa South Africa kumchukulia hapo anataka kufunga au anataka kung'oa. Kwa hiyo Simba inabidi waende na yeye akijua anacheza nusu finali na anataka kwenda finali. Wasiangalie timu ijayo kushiriki, wasiangalie ile timu ni nzuri, ni timu bora katika timu ambazo Confederation kwa msimu huu ni timu bora, imecheza vizuri. Kwa Simba asideze. Kama watu walikufa hapo kwa ajili ya kumtoa Zamalek. Wale jamaa wamemtoa Zamalek akafanya sherehe South Africa, wanataka nini wale? Wanataka ubingwa na. Wale wamemvua ubingwa Zamalek na kufanya sherehe pale. Wanajipanga mechi tarehe 20. Kwa hiyo Simba na wao wasahau sherehe ya kumfunga yule kufunga Almasi tena. Watu wasahau wajipange kwenye mechi hii. Kwanza mimi nitegemea mpaka sasa hivi ingekuwa ni mwanje. Bwana wako kambini bwana, wanacheza leo mchezo wao dhidi ya Mbeya City kwenye kombe la CRDB Bank. Baada hapo wanarudi kambi kujiandaa mechi dhidi ya basi mimi wajiandae. Wajiandae vizuri sana. Na ikiwezekana mechi hiyo wacheza wachezaji ambao walikuwa wewe unataka wazee wafupi, mbuzi, warefu wote sio nakwambia ikiwezekana mashehe na wachungaji wote. Kama wao silaha zao ni huko basi wakusanya Tanzania nzima kila mkoa, kwa sababu kila mkoa kuna wachungaji, kuna mila zao, kuna mashehe. Waenda kachanganye utaratibu wa Mungu na utaratibu wa mila na desturi zao za kikabila huko. Kwa sababu South Africa akifungwa ukipata matokeo chini ya goli 2 hapa itakuwa ni kazi ngumu South Africa. Lazima umalize hapa kabisa. Goli 3 au 4. Malize kama alivyomaliza Marumo. Malize kabisa tupiga goli 2 hapo shatoka na mtaji wa goli 2 bila ni mtaji mkubwa. Hapo unaweza kuanza kusema sasa na kwenda kupambana ili wasawazishe magoli, lakini kupata mtaji wa chini ya magoli 2 ni hatari kwa timu za South Africa sababu wanaweza kufunga sehemu yoyote.
wanafunga timu za South Africa. Bwana, neno lako kwa wachezaji wa Simba wanaojiandaa kuikabili Stellenbosch ndani ya dimba la Benjamin Mkapa tarehe 20. Una ujumbe gani wa kuambia, lakini vile vile kwa mashabiki wao wa Simba? Wamepata bahati ya kupata sehemu ambayo ya kutengeneza legacy zao kwenye soka na kuweka record. Wachezaji wengi wanacheza Simba, sidhani kama kuna wachezaji hata na medali ya Afrika. Sidhani kama hapo, sidhani kama wanafika hata 4. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni nafasi yao wao kwenda kutengeneza historia ya maisha yao kwenye soka la Tanzania na la kwa wenyewe kwa ujumla. Kwa sababu unaweza kusema nimecheza ligi nyingi, lakini kufika ligi ya Tanzania nimekutana na timu ambayo imenifanya nivae medali ya Afrika. Inategemea. Ukivaa tu medali, mimi nasema ni mafanikio makubwa. Hiyo umebeba ubingwa, hiyo umekosa ubingwa, lakini kubakia katika timu mbili kwenye timu zaidi ya 30, hiyo itakuwa ni nafasi yao kubwa. Kwa hiyo ni wasi wachezaji waende wakapambane kwanza, wao binafsi wenyewe wajua na kitu cha kupambania, ukitofautisha na mashabiki au na timu. Wao kama wao kwanza wana legacy zao za kupambania, na hii ndio sehemu adhimu ya wao kwenda kuonyesha Afrika kwamba wao wana uwezo na wanaweza kufanya kitu kwenye bara la Afrika kupitia timu yao ambao wanaishughulikia. Na mashabiki wakaja kwa Mkapa support timu yao, hiyo ndio silaha. Hakuna silaha nyingine ya timu yetu zaidi ya hiyo. Mambo ya mashehe waganga yanaishia nje ya uwanja, lakini kwenye pitch wanabakia wachezaji pamoja na mashabiki. Bwana, shukrani sana. Nashukuru sana.